Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa, tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Kwako unaposikia jina la Gwajima, kitu gani kinakujia kichwani mwako, kwenye akili yako, fikra zako unaposikia jina la Gwajima? Katika kipindi hiki kitu gani ambacho kinakujia akilini mwako? Umemuonaje Gwajima kipindi hiki ambacho amejitokeza hadharani na kukemea vikali vitendo vya utekaji? Tochea maoni yako, lakini kubwa ni kwamba Gwajima ni askofu mwenye utata ambaye anapaza sauti dhidi ya utekaji Tanzania, na katika kipindi hiki amejipatia umaarufu mkubwa kutokana na matukio mbalimbali ambayo yanazidi kutokea Tanzania tangu alipofanya mkutano na waandishi wa habari na kukemea vikali na kulaani vikali vitendo vya utekaji. Josephat Gwajima, mbunge wa Kawe jijini Dar es Salaam kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM tangu uchaguzi wa mwaka 2020, pia ni askofu wa Glory of Christ Church kwa usajili maarufu Kanisa la Ufufuo na Uzima, amegonga vichwa vya habari nchini Tanzania katika siku za hivi karibuni. Gwajima ana historia ya matukio na kauli zenye utata ambazo tutazidurusu huko mbeleni, lakini mara hii Gwajima amejitokeza kama mkosoaji wa matukio ya utekaji na watu kupotea ambayo yamekuwemo Tanzania kwa kipindi cha muda sasa, hata baadhi ya watu waliotekwa kuuawa, lakini pia wengine hawajulikani ni wapi walipo. Ukosoaji huo sasa unaonekana kumwingiza kwenye patashika na viongozi wakuu wa chama chake tawala. Lakini kwanza tuanze na safari yake ya kuingia CCM. Askofu Gwajima hakuwa mwanasiasa mwenye umaarufu katika siasa za chama hicho kabla ya mwaka wa 2020. Uchaguzi wa mwaka huo ndio ulimuingiza rasmi katika maisha ya kisiasa na kuwa mbunge hadi leo. Wakati huo pia aliungwa mkono na kiongozi mkuu wa nchi wakati huo, Rais John Magufuli, wakati mbio za kuwania ubunge, baada ya kuwaambia wapiga kura nileteeni Gwajima. Tena zaidi ya mara mbili Magufuli alisema nileteeni Gwajima. Kuhusu Gwajima na utekaji, katika wiki za hivi karibuni jina la Gwajima limevutia vichwa vya habari kwa kuhoji kuhusu matukio ya utekaji na watu kupotea nchini Tanzania, na kueleza kuwa vitendo hivyo vinaharibu taswira ya taifa na vinawaumiza wananchi. Kama baba yako angetiwa kwenye gari na kesho yake akapatikana amekufa, ungefanyaje? Alihoji kwa msisitizo Gwajima wakati akifanya mkutano na waandishi wa habari. Kauli yake ya Jumapili Mei 25 ilisambaa katika misili ya moto wa nyika majira ya kiangazi, huku akisema atajibu watakaozungumzia kauli yake kulingana na uzito wao. Kauli ya Gwajima kuhusu utekaji haikupokelewa vyema na chama chake cha CCM. Kuna wabunge wenzake waliomkosoa, akiwemo mbunge wa Kinondoni Abbas Tarimba, lakini pia akisema kwamba Mungu akulaani huko uliko Gwajima pamoja na uzao wake. Haikuishia hapo. Pia mwenyekiti wake wa CCM ambaye pia ana kofia ya urais wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, wakati akifunga mkutano mkuu maalum wa CCM Dodoma Mei 30 mwaka 2025, alisema ni waombe au sijui niagize vikao vinavyokwenda kuchuja watu, anayefaa aambiwe anafaa na asiyefaa aambiwe ana kasoro 1, 2, 3, hatufai kwa huko mbele tunakokwenda. Samia aliendelea kwa kusema, tukitoa mwanya ndugu zangu, tukipitisha wanaotafuta tu na mimi niwemo, ndio tunapata wale wanaokwenda huko, chama kinakuwa Gwajimanized. Kwa hivyo kwa vyovyote vile tusigwajimanize chama chetu, magwajima tuyaache nje ya chama. Juni 2 mwaka 2025, vyombo vya habari nchini Tanzania hususan kupitia kurasa za mtandaoni viliripoti kuwa msajili wa jumuiya za kiraia Emmanuel Kihamza amefuta usajili wa Glory of Christ Tanzania Church maarufu kama Kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima. Barua hiyo ambayo awali ilikuwa haina jina la Kihampa, lakini barua ya pili ikawa na jina la Kihampa, ilikuwa imelifuta usajili Kanisa la Askofu Gwajima
kanisa la ufufuo na uzima. Katika barua yake kwa Askofu Gwajima, Bwana Kihampa alisema uamuzi huo umefikiwa baada ya Askofu Gwajima kuonekana akitoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa kupitia mimbari ya kanisa hilo, akielezwa kuwa na nia ya kuichonganisha serikali na wananchi. Lakini saa chache baadaye, Gwajima alitoka hadharani na kukanusha taarifa za kanisa lake kufungwa. Kwenye mitandao, watu wakapitisha karatasi kwamba kanisa la ufufuo na uzima limefungwa. Hakuna wa kufunga kanisa la Mungu duniani. Si kweli, ni uongo, ni wahuni. Usiku wa kuamkia Jumanne, askofu huyo kupitia video iliyochapishwa katika mitandao ya kijamii akiwa na viongozi wengine wa dini ya Kikristo alisema kuwa polisi wamezingira kanisa lake na taarifa za vyombo vya habari vya ndani zimethibitisha uwepo wa polisi katika kanisa lake baada ya barua juu ya kufungwa kwa kanisa hilo. Gwajima amekuwa ni mtu mwenye utata. Kabla ya kuingia kwenye shughuli za kisiasa, Gwajima hajaacha kuwa mtu mwenye utata. Kupitia kauli zake, mwanaharakati maarufu nchini Tanzania Fatuma Karume alionya wiki hii kupitia akaunti yake ya X, zamani Twitter, kwamba Gwajima haaminiki katika kutetea haki, akikumbushia kauli ya askofu huyo ya kutaka kubadilisha misikiti kuwa Sunday school, yani shule za watoto wa Kikristo, kauli ambayo inaelezwa aliitoa mwaka 2015. Wakati wa janga la Uviko 19, Gwajima alikuwa mstari wa mbele kuendesha kampeni hadharani ya kupinga chanjo dhidi ya ugonjwa huo. Miongoni mwa kauli zake nyingi, alinukuliwa akisema chanjo hizo si salama, ingawa tatizo hakuwa anatoa ushahidi wowote wa madai yake. Miongoni mwa madai aliyoyatoa wakati wa mahubiri katika kanisa lake ni kwamba chanjo zina uwezo wa kubadilisha chembe hai za vinasaba, yani DNA, na kufanya watu kuwa mazombi. Licha ya yeye kutotoa ushahidi, pia hakuwa na ushahidi uliothibitishwa na wataalamu wa afya duniani kuhusu madai ya aina hiyo. Vile alitoa madai kuwa chanjo hizo zina sumaku, akisema ndiyo maana unaona watu wamechanjwa halafu baadaye inashika sumaku. Wewe unajiuliza, si ni maji yanashikaje sumaku? Unashangaa wengine nimechanjwa lakini na wakataa. Kuna vitu vimefanywa vidogo vidogo halafu mtu anaingizwa ndani ya mwili vikaudhibiti mwili. Makala ya BBC Swahili kuhusu Gwajima iliyochapishwa Agosti mwaka 2021 inaeleza baadhi ya chanjo zina viwango vidogo sana vya chuma aina ya aluminium, lakini madini hayo hayana nguvu ya sumaku. Viwango hivyo ni salama kwa mwili. Wakati wa kampeni za uchaguzi wa mwaka 2020 katika viwanja vya jimbo la Kawe, akiwahutubia wananchi akisaka kura za ubunge, aliwaahidi wapiga kura wa eneo hilo iwapo wangemchagua angewapeleka Marekani. Mkinichagua wananchi wa Kawe wote mtafika Marekani. Nina rafiki yangu ni gavana wa jimbo la Birmingham, Marekani. Amesema nataka tubadilishane watu nikiwa na jimbo. Miaka imepotea na hakuna Marekani anayetokana na Kawe ambaye ametokea Birmingham kupitia mpango wa Gwajima. Pia hakuna mtu wa Kawe aliyesafirishwa kupelekwa huko kupitia mpango huo. Kadhalika, wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu mwaka 2020, Askofu Gwajima aliwaahidi vijana wa jimbo la Kawe kuwa angenunua boti za uvuvi ili kuwawezesha vijana kuwa wajasiriamali wa uvuvi na kufuga samaki kukabiliana na tatizo la ajira, jambo ambalo hakuwahi kulitekeleza hata kwa asilimia chache. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa katika gazeti la Mwananchi, Lokman Maloto, akikumbuka ahadi za Gwajima, ameandika Gwajima aliahidi kumrejesha akiwa hai aliyekuwa mbunge wa viti maalum CCM Amina Chifupa na kuahidi kumfufua waziri mkuu aliyefariki kwa ajali akiwa mamlakani Edward Sokoine. Mwandishi huyo anasema inakaribia miongo miwili hakuna ahadi iliyotimia. Mwezi wa pili mwaka 2017, Askofu Gwajima alitoka hadharani kukanusha tuhuma za kujihusisha na biashara za dawa za kulevya baada ya jina lake kutajwa kwenye orodha na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam wakati huo Paul Makonda.
Gwajima alikanusha kuuza au kutumia dawa za kulevya na kusema ametajwa kwa nia ya kuchafuliwa jina lake. Miaka 6 iliyopita Gwajima aliingia kwenye mjadala baada ya kusambaa kwa video ya utupu inayoelezwa ni yake, ingawa mwenyewe aliibuka na kukanusha kuhusu video hiyo, akisema mwanaume anaonekana akifanya mapenzi na mwanamke katika video si yeye. Machi 2015 aliyekuwa askofu mkuu wa jimbo Katoliki la Dar es Salaam, Mwazama Polikapu Kardinali Pengo, alitangaza kumsamehe Askofu Gwajima baada ya kumtolea maneno makali akimwita msaliti wa viongozi wengine wa Kikristo chini ya jukwaa la Wakristo Tanzania CCT, ambao walipinga katiba iliyopendekezwa baada ya bunge maalum la katiba mwishoni mwa mwaka 2014. Wakati huo hakuishia tu kwa Kardinali Pengo, bali alishambulia pia spika wa bunge wakati huo Anne Makinda. Utata wote huu uliogubika maisha yake haujawahi kuwa chanzo cha kupoteza umaarufu au kushuka kisiasa, lakini sasa inaonekana meza ambayo ameamua kuitingisha Gwajima huenda ikamdondosha kisiasa, hasa ukizingatia kauli ya Rais Samia ambayo iliashiria kumlenga yeye. Huku uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025 ukikaribia, Gwajima ataamua ikiwa anataka kufumba mdomo kama wenzake wa CCM ili pengine abaki kwenye siasa za chama hicho, au ataendelea kuzungumza na kukemea utekaji na watu kutoweka, huku akijua hilo linaweza kuyatamatisha maisha yake ya kisiasa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Una nafasi ya kutoa maoni yako. Kwako Gwajima unamtambuaje? Kauli zake unazionaje? Lakini sakata hili unadhani litaishaje? Je, Gwajima ataendelea kubaki Chama cha Mapinduzi au Gwajima ataondoka CCM? Lakini pia mwisho wa hiki ambacho kimeanza sasa utakuwa ni kipi? Tuendelee kutazama na kusubiria. Wanasema wacha inyeshe tuone wapi panavuja. Tusubiri kuona mwisho wa sakata hili la Gwajima kipindi hiki Chama cha Mapinduzi kuelekea uchaguzi mkuu. Tuache maoni yako na kubwa, endelea kukaa karibu nasi kipindi hiki. Gwajima ambaye ameibuka Gwajima kama mtu ambaye anakemea vitendo vya utekaji, askofu mwenye utata anayepaza sauti dhidi ya utekaji Tanzania. Shana sisi maoni yako, tukutane tena wakati mwingine.